Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Kilijiri. Awali ilifahamika na vyombo vya habari vya Irani vikatoa taarifa ya kuwashwa kwa mfumo wa ulinzi wa anga, kutoa ishara kuwa kama kulikuwa kuna tishio, sambamba na mfumo wa anga wa ulinzi wa UAE, sambamba na mfumo wa anga wa Israeli. Taarifa zote ziliakisi kuwa hii mifumo ilikuwa ikifanya kazi kwa wakati huo katika kuhisi maybe kuna tishio lolote au shambulizi lolote ambalo litatokea. Kumekuwa na taarifa 2 au 3 ambazo hazisemi nani alianzisha, lakini tunaweza tukaelewa kuwa kilichotoka kimetoka wapi. Irani wanadai kuwa Marekani ilishambulia moja ya meli yake iliyokuwa imepaki kwenye bandara la Abbas. Ilifanya mashambulizi Marekani kwenye meli ya Irani. Ndio kilichosababisha Irani wakafanya mashambulizi kuelekea kwenye meli 3 za Marekani ambazo zilikuwa zimepaki. Meli 3 ambazo zilikuwa zinataka kucheza kutoka kwenye point moja kwenda point nyingine, ambazo zilikuwa katika eneo ambalo Irani walitangaza kuwa ni udhibiti mpya upande wa pili wa UAE. Nadhani niliwaambia hili wiki juzi hili kuwa kulikuwa kuna utaratibu mpya ambao Irani walikuwa wameuakisi uanze kufanya kazi, na utaratibu huo ulikuwa unagusa eneo kubwa kabisa kutoka kwao katika udhibiti. Na hii ilianza siku moja baada ya Donald Trump kutangaza kuwa watakuwa na ile Project Freedom au Freedom Project ile ambayo ilikuwa inasindikiza meli. Kwa hiyo baada ya lile tangazo, Irani wakachora mapu mpya ya udhibiti wa Hormuz. Katika ile mapu mpya walioichora ndio iliingizwa eneo la Fujairah kuwa ni eneo ambalo linafuatiliwa, na kuja upande wa juu kabisa kutoka kwenye kisiwa chao kile cha Kashmir kuja mpaka kutiririka upande wa pili wa UAE wa Quwain. Sasa Marekani alikuwa anajaribu kutoka kwenye point moja kwenda point ya pili. Hii ni taarifa ya pili, tofauti na hii ya kwanza ambayo kuwa meli ya Irani ilishambuliwa. Sasa taarifa ya pili inadai kuwa Marekani alikuwa anaondoa baadhi ya meli zake kwenye point moja kupeleka point ya pili. Irani alivyogundua hilo akaona kuwa huyu anatafuta kujipanga kwenye engo ya kunishambulia, ndio wakafanya mashambulizi ya kuzuia zile meli zisiweze kuvuka kwenda upande wa pili, na hilo kwa mujibu wa Irani lilifanikiwa kudhibiti meli zile zisiweze kukrossi kwenda upande wa pili. Hiyo ni taarifa ya upande mmoja. Taarifa ya Marekani wanadai kuwa Irani iliwashambulia meli zao bila sababu, yani ilifanya tu mashambulizi bila sababu, na wao wakajibu kwa kushambulia speedboat, wakashambulia meli zao, wakalishambulia jeshi. Kwa mujibu wa Donald Trump kuwa walikuwa wameliathiri sawasawa kuliko vile wao walikuwa wameathirika katika mashambulizi hayo. Ni taarifa kwa mujibu wa Donald Trump. Lakini Trump akaenda mbele akazungumza akasema kuwa hii yote na haya yaliyotokea anasema hayaondoi kile kilichopo, yani ile ceasefire, yani usitishaji wa vita hautoathirika kwa namna yoyote, kuwa we are still on ceasefire, bado tupo kwenye usitishaji wa vita. Wakati huo akipigilia msumari anasema tumekuwa kwenye mazungumzo bora kabisa na Irani. Wakati huo wametoka kushambuliana. Unajua, unapojaribu kuitengeneza narrative au unapojaribu kuitengeneza hadithi ili uweze kubalance, ili uweze kuonekana kama maybe you are smart enough, kuna wakati hadithi inaweza ikakupalia au ikakukwamisha. Ndio maana watunzi wa tamthilia, watunzi wa hadithi huandika wengi, na wahariri ndio maana wakapatikana kuwepo wahariri, kuwa mtu anaandika some stories, halafu akishaandika story na anampa mwenzake anaihakiki, anaipitia neno kwa neno, anahakikisha ile story, halafu watampa mwingine mtu ahakiki kuwa hii story iko sawa. Kwa hiyo inaweza ikapita kwenye uhakiki wa watu kadhaa ili waje kuthibitisha kile ambacho wanataka kukitengeneza.
Sasa baada ya pale ndio wanaweza wakatengeneza drama. Sasa hizi za Trump zimekuwa ni skripti za haraka sana, na huenda kuna sehemu zinampalia au zinamkwama. Ndio maana unaona kuwa kuna wakati hadithi hazilingani na kile ambacho kinatokea. Hadithi mfano ya kile tunazungumza, Irani, vyombo vya habari vya Irani vilithibitisha kuwa wana review nini proposal ya 14, lakini hawakusema kama tunazungumza au tuna mpango wa kuzungumza. Maana yake nini? Hawapo kwenye mazungumzo yoyote na Marekani wao wanasema kuwa tupo katika mazungumzo bora kabisa ya kupata kile ambacho tumekuwa tukikusudia. Lakini Irani wanasema kuwa hizo ni ndoto za Marekani ambazo anahisi anajaribu kuzipata katika kipindi hiki. Taarifa iliyochapishwa sasa na Irani kuhusu hii kadhia inasema hivi. Taarifa iliyotoka upande wa Irani inasema kuwa wizara, kwanza nichukue taarifa ya Irani kuhusu hii kadhia. Inasema sorry naiona taarifa ya UAE ambayo wanaielezea. Ngoja nikupe, kwa nitarudi kukupa taarifa ya Irani, lakini nakupa taarifa ya kwanza ya Wizara ya Ulinzi ya Falme za Kiarabu ilivyozungumza kuhusu hii kadhia. Inasema kwamba Falme za Kiarabu ilitangaza kwamba ulinzi wake wa anga wa nchi hiyo unashiriki kikamilifu na shambulio la kombora la ndege zisizo na rubani mapema Ijumaa, huku usitishaji wa mapigano wa vita Irani ukipangwa tena. Nadhani hiyo inazungumzwa kwa nadharia hiyo. Taarifa hiyo inaendelea kusema wizara iliwashauri wakazi kutokaribia kupiga picha au kugusa vifusi au vipande vyovyote vilivyoanguka kutokana na kufanikiwa kwa uzuiaji wa anga. Hii taarifa ilikuwa ikiwajulisha tu wakazi kuwa mfumo wa ulinzi wa anga ulikuwa umefunguliwa, na mfumo huu ulikuwa na kazi moja ya kupangua makombora. Kwa hiyo ulikuwa unawatahadharisha wakazi wa UAE kuwa watu wasisogelee maeneo hayo, lakini wasiende kwenye vyuma ambavyo tayari vitakuwa intercepted, vimepanguliwa, au yale mabaki ya makombora yatakuwa yamepanguliwa. Wasiende kuyagusa au kufanya lolote kwa sababu ya usalama wao. Lakini ikatoa tahadhari kubwa kuhusu wasipige picha wala wasisambaze chochote. Hili swala la kadhia ya kupiga picha, UAE imerudisha mamia ya watu, au kuna wengine wameenda kupata vifungo kabisa kwa hii swala tu la kupiga picha na kusambaza, kwa sababu wao walizuia kabisa hii kadhia. Yani sheria inayofanyika ndani ya Israeli ya udhibiti wa taarifa za uharibifu, taarifa za mashambulizi, taarifa, yani ukishare chochote, wao tayari wana mifumo ya Israeli, wana mifumo ambayo tayari inaweza ikakusensi na kukujua kuwa fulani ndio ameoshare hii taarifa. Kwa hiyo rahisi wao kutrack na kujua uko wapi na kuweza kukushikilia. Hiyo ndio walikuwa wamepanga hivyo, kwa sababu wanapata usaidizi kutoka kwenye mitandao. Wewe wanapokuambia hii mitandao inakuambia ni kati yako wewe na mtumiaji. Mfano ukiangalia WhatsApp inakuambia end to the end. Sio kweli end to the end, kwa sababu haya ni mashirika ambayo yanamilikiwa kiasi kikubwa yenye maslahi ya upande wa pili. Kwa hiyo haya mashirika pia yanatoa taarifa kwa watu, kwa sababu yote yako kwenye vita moja. Mitandao ya kijamii bado yote inafikika kirahisi kutoa taarifa kwa hizi serikali ambazo zinaweka sheria ngumu ambazo zinakuwa upande wao. Mfano serikali ya Israeli, serikali ya UAE inapata taarifa pia kutoka kwa hayo mashirika. Si salama kwako kushare vitu kama hiyo. Kwenye nchi ambayo imeisha kuwekea hii taarifa na nchi ambayo ina ushirikiano mzuri na upande wa pili, chukua tahadhari zote. Ndio maana mimi watu ambao ninawasiliana nao katika hizo nchi mara nyingi huwa ninawashauri, au huwa jinsi tunavyozungumza napenda kuambia msinishirikishe chochote ambacho kitakuletea madhara wewe. Usitume video, usitume chochote. Na hata tutapozungumza katika mazungumzo yetu, kwa sababu tunafahamu wanakufuatilia wewe na wanarekodi simu zote ambazo zinatoka kwenye nchi yako, zungumza katika lugha ya mafumbo. Usitaje jina wala usitaje yani we nipe kwa lugha. Sisi Waswahili tuna lugha zetu za mafumbo ambapo tunaweza tukaamua kumzungumza mtu akiwa hapo na asiweze kugundua lolote ikiwa sio lugha yake. Yani kama yeye sio Mswahili, sisi tuna uwezo wa kuizungumza ile lugha hata kwa muda wa saa nzima asijue kuwa anayejadilika ni nani, ni yeye au mtu gani. Kwa hiyo huwa ninawaambia tu mara nyingi kuwa tuzungumze katika lugha ambayo haitoashiria wewe kukutoa kwenye hili. Kwa hiyo mara kadhaa wamekuwa kinielewa. Kwa hiyo usiandike jina, usifanye lolote. Hiyo ndio tuko hivyo. Sasa hii taarifa inaendelea kusema
Saa chache mapema jeshi la Marekani lilisema limezuia mashambulizi ya Irani kwenye meli 3 za jeshi la wanamaji katika mlango wa Hormuz Alhamisi usiku na kulenga vituo vya kijeshi vya Irani vinavyohusika na kushambulia vikosi vya Marekani. Mashambulizi kadhaa ya Marekani yalifanyika kwenye kisiwa cha Kashmir, yalifanyika mashambulizi kwenye baadhi ya maeneo, lakini picha za video na picha zingine zilionyesha kuzuiwa kwa mashambulizi katika mfumo wa ulinzi wa anga wa Irani katika jiji la Teherani. Ilionekana kuwa likipangua na baadhi na vyombo vya habari vimeripoti, na ikiwemo Al Jazeera na mitandao mingine imeonyesha mpango. Ilikuwa ni kama vile tumerejea kwenye vita. Sasa kwenye hili la UAE unabaki pale kuwa kuna taarifa moja imeandikwa na UAE inasema kuna taarifa moja iliandikwa na UAE ikanifurahisha. Yenyewe inasifia uwezo wa UAE kuweza kukabiliana na adui katika kipindi hiki. Yani wanasema kuwa sisi tumekuwa ni bora sana katika kipindi hiki. Ikanifikirisha kuwa kile ambacho UAE walikizungumza kipindi cha nyuma nilikizungumza hapa. UAE walikizungumza hiki kwenda kwa ambacho aliwahi kutoa maoni yule profesa kuwa tuna jeshi bora, tunaweza tukamuondoa Marekani na tukasimama wenyewe. Na mara kadhaa wamejisifu kwa uwezo wa ulinzi wa THAAD, na nimeshalizungumza kwa kina hili. Jamani, show ya Irani ni tofauti. Kama vile Wahuthi wa Yemen hufanya mashambulizi ndani ya Israeli kwa kutuma kombora moja, nimeshawaeleza kuwa hawawezi wakaleta madhara yoyote ndani ya Israeli, kwa sababu Israeli ana mifumo mingi ambayo mfumo mmoja ukifeli wa pili utafanya kazi. Sasa wewe unapoleta mashambulizi yako ya makombora mawili hawezi, kwa sababu wana mifumo mingi ambayo itaweza kuzuia na isiweze kabisa kuleta madhara yoyote. Lakini mashambulizi ya Irani yamekuwa yakielekea Israeli. Nadhani mmekuwa mkijionea wenyewe jinsi yanavyokwenda. Makombora yale ya kusambaa, lakini mfululizo wa balistiki ambazo zinakwenda 20-30 kwa wakati mmoja. Katika Promise 1 kuna siku moja Irani alirusha balistiki 110. Igeuze kuwa zile balistiki kama zimerushwa UAE. Hebu zigeuze kama kweli zimerushwa UAE. UAE inabaki na usalama kiasi gani? Nchi ya vioo. Haiwezi kabaki na haiwezi kuzuia, kwa sababu ni hadithi ya kusema na kutaka kujaribu. Yani kama vile Irani wanavyosema kuwa sisi hatujashughulika na UAE, kwanza kudeal na UAE yenyewe. Tumekuwa tukishughulika tu na sehemu za Marekani, maslahi ya Marekani ndani ya UAE ndio tunayogusa. Hatujataka kabisa wala hatujaenda kugusa kokote kwa UAE ambapo tunataka tuguse. Lakini tukitaka kugusa kwa UAE hawezi kuzuia. Jibu liko wazi, kwa sababu mifano iko wazi. Huwezi kuniambia ulinzi na usalama wa Israeli eti ni dhaifu ukilinganisha na ulinzi na usalama wa UAE. Yani kuwa UAE iwe na ulinzi bora sana kuzidi Israeli ni kitu ambacho hakipo na yani hata nusu ya ulinzi wa Israeli UAE hana. Nusu ya ulinzi wa Israeli UAE hana huo ulinzi. Lakini Israeli anapigika na makombora yanafika. Kwa hiyo kuna wakati wanasema kuwa usizungumze ukamaliza, hebu weka baadhi ya akiba ya maneno. Nadhani UAE wanataka kujikweza sana kupitia hili, kutaka kujaribu kuonyesha kama vile kuwa wao ni bora sana kwenye hili swala na wana uwezo kufanya kitu zaidi hapa. Nadhani wangeachana, yani wasiinterfere sana kwenye hiki kitu. Japo kuwa wameamua kujionyesha kuwa wao ni washirika halisi wa upande wa pili, haitowasaidia sana hii kwa sababu ya kile kilichopo, na nimekizungumza mara kadhaa kuhusu anguko lao. Hii haiwezi ikawasaidia sana. Sasa taarifa za jana ambazo nilizungumza na nyinyi, nilisema hivi kuwa kulikuwa kuna taarifa ambazo zilitoka vyombo vya habari vya magharibi au vyombo vya habari vya Mashariki ya Kati pia vilizungumza kuwa operation ya Marekani ambayo ilikuwa posed ya Freedom, ile Project Freedom, ilikuwa ni sababu ya Pakistani. Anasema kuwa Pakistani wametoa taarifa, lakini kuna baadhi ya vyombo vya habari viliandika kuwa Saudi Arabia na Kuwait walizuia ardhi yao na anga yao kutumika dhidi ya yale mashambulizi. Saudi Arabia na Kuwait walizuia, walimwambia Marekani hatutokuruhusu tumia ardhi yetu, hatutokuruhusu tumia anga yetu. Yani ndio walichokisema hivyo Saudi Arabia na Kuwait. Sasa taarifa iliyoandikwa na vyombo vya habari leo, inasema hivi: Saudi Arabia na Kuwait zimeondoa vikwazo dhidi ya matumizi ya kijeshi ya Marekani ya bezi na anga zao zilivyowekwa baada ya uzinduzi wa operation ya Marekani yenye lengo la kufungua tena mlango wa bahari wa Hormuz. Taarifa hii imeandikwa na Wall Street Journal. Hatua hiyo inaondoa kikwazo kwa juhudi za Rais Donald Trump za kupata njia za meli za kibiashara na kupitia njia muhimu ya majini, huku kukiwa na mvutano mkubwa unaohusisha Irani.
likinukuu maafisa wa Marekani na Saudi Arabia. Gazeti hilo liliripoti kwamba utawala wa Trump unajiandaa kuanzisha upya shughuli za kusindikiza meli majini, meli za kibiashara zinazopita mlango wa bahari wa Hormuz kwa usaidizi wa majini na anga wa Marekani. Mmeielewa hii? Sasa tukija tukasikia mashambulizi yameelekezwa Saudi Arabia na Kuwait, hampaswi kuja kuuliza mara mbili ya mashambulizi yamekwenda kwa wakati gani na kwa nini mashambulizi yameelekea huko, kwa sababu tayari unaona kwa taarifa, ijapo kuwa ni taarifa ambazo huwa zinaandikwa, Axios au vyombo vya magharibi huwa vinabuni, wakati mwingine vinabuni mijadala, vinabuni taarifa na kusema kuwa hii taarifa ilikuwa lakini mara kadhaa unakuta wakati mwingine si taarifa halisi, ni watu wamekaa wakaamua kuiandika taarifa yao kutaka kutengeneza labda hadithi fulani ambayo imekuwa. Hii ndio imekuwa utaratibu wao. Lakini litapokuja kutokea hili basi hatuna, yani tusitumie nguvu sana kujua kwa nini limetokea kwa sababu tayari Saudi Arabia anaonekana na Kuwait wameruhusu tena Marekani aweze kutumia ardhi yao, kama vile walivyomwambia UAE kuwa unajiingiza kwenye matatizo ambayo yanaondoa sasa uhalali wa ujirani mwema, kwa sababu wewe unakuja tuna ile hadithi kuwa huyu tuna mikataba, sisi ni jirani mwema, kwa nini anatushambulia, lakini hutaki kuonyesha kuwa kwa nini unashambuliwa. Kwa nini umefanya nini mpaka ushambuliwe? Kwa nini hao wanarusha makombora kwako? Yani wewe hutaki kwenda kwenye hadithi ya ukweli wako kuwa wewe umesababisha nini mpaka wao wafike hapo, lakini wewe unakwenda kwenye simulizi tu kwa nini nimeshambuliwa. Mara kadhaa napenda kusema kuwa kwa nini utazame ulipoangukia na usiangalie ulipojikwaa. Kwa hiyo ni muhimu, ilikuwa hasa kwanza walipaswa kutazama walipojikwaa. Kama wakipata walipojikwaa, hawatojiuliza kwa nini tuliangukia upande wa pili. Sasa vyombo vya habari vinaripoti kuwa Saudi Arabia ameondoa sasa, na Marekani wanapiga plani mpya ya kutaka tena kuanza kusindikiza hizo meli, katika kile ambacho wanasema kuwa wanataka tena kuanza kusindikiza meli katika project Freedom ambayo ilikuwa paused. Trump anataka kuirejesha tena. Sasa hii project Freedom itarudisha vita upya. Hii project Freedom itarejesha upya ile vita na itaanza upya vita. Kwa hiyo tulitarajie hili wakati wowote linaweza likatokea. Nimalizie kwa kupa andiko moja ambalo limeandikwa, hili linatoka Ujerumani. Anasema hivi: makamu wa kansela wa Ujerumani ambaye ni waziri wa fedha Lars Klingbeil alizungumza na vyombo vya habari siku ya Alhamisi akimlaumu Rais Donald Trump kwa vita visivyo na uwajibikaji dhidi ya Irani, wakisema mgogoro huo na ongezeko la bei za nishati linatokana na hilo, linaathiri uchumi wa nchi na fedha za umma. Hii taarifa imeandikwa na shirika la Anadolu la Uturuki. Vita vya Irani vilioanzishwa na Donald Trump, vita hivi visivyo na uwajibikaji na mshtuko wa bei ya nishati unatokana na vita hivi vinapunguza kasi yetu chanya ya kukuza uchumi, Klingbeil aliwaambia waandishi wa habari huko Berlin. Haya ni maoni ambayo yamekuwa yakitolewa, lakini haya ni maoni ambayo unaweza kusema kuwa, unajua kuna kile wanasema machozi nini, kilio cha mamba. Wanasema nini, machozi ya mamba ambayo mara nyingi wanasema mamba hulia kinafiki, machozi yake yanakuwa kinafiki. Kwa sababu ukirudi huyu waziri, hebu rudi kile ambacho nilisha kizungumza hapo nyuma, ambacho alikizungumza kansela wake kabla ya mzozo. Kansela alisema nini? Kansela alisema bwana Meze alisema kuwa ni wakati wa Irani kufanya mabadiliko, kwa sababu Irani ni dhaifu sana, ni kipindi ambacho utawala wa Irani unapaswa ubadilishwe. Alizungumza hayo kansela kabla ya kubadili toni kuja kusema kuwa Irani imeidhalilisha Marekani ameumbuliwa sana na Irani, kwa hiyo hawezi kuna nini. Hiyo ni toni ya pili, yani hiyo ni toni ya pili iliyokuja baada ya ile toni ya kwanza. Lakini huu ndio ambao unafiki ambao wako nao. Kama ingekuwa kinyume chake wangezungumza kivingine tena. Yani kama Marekani angekuwa ndio mwenye upande wake, haya wangeyazungumza katika nadharia tofauti kabisa na hii ambao unaisikia hivi sasa. Sasa hili linalozungumzwa, japo kuwa ni halisi na ni kweli kuwa matatizo ambayo tunakabiliana nayo duniani ni matatizo yaliyoletwa na Donald Trump na Marekani yake katika kipindi hiki. Jamani, leo hii 100,000 unapata lita 24. Juzi tumetoka lita 26. Zinazidi kupungua mpaka tutafikia 100,000 tutapata lita 20. Yani itakuwa tuna hivyo tu, yani tunakwenda taratibu mpaka sijui tutafika wapi, lakini ndio hivyo. Sasa hiki alichokizungumza ni nadharia halisi
yenye unafiki ndani yake. Yani amezungumza jambo la ukweli lakini lililobeba unafiki, kwa sababu hawa ndio wale ambao ukianza kupekua sasa kimoja kimoja, ukaanza kuchuja kimoja kimoja, utaona jinsi walivyokuwa wakichochea huu moto wake. Utaona jinsi walivyoandaa hivi vitu mpaka vifike hapo. Utaona usaidizi wao wote wa haya matatizo mpaka yamefikia kiwango hiki. Rahby Digital, haki na ukweli.